Mwanakondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mheshimiwa Mwakilishi Mkuu wa Wilaya, ndugu yetu Shitindi, lakini safi ya kuliongoza nao kwa itifaki yake, ndugu zangu wapendwa mlioko hapa, lakini kwa pekee sana mwenyekiti wetu wa wilaya ya Mbalali, Mchungaji Mpamba, mkurugenzi coordinator wa shirika la Mission 21 hapa nchini Tanzania, dada Adrian, katibu wa idara ya diakonia ndugu yetu Mahenge, lakini mkurugenzi wa FUABITA kutoka Dar es Salaam na safu zima ya walimu waliokuja nao, wapendwa wenzangu wote, wachungaji, lakini pia wanasemina wote, pamoja na wanahabari mlioko hapa, niwasalimu nyote katika pendo la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimepewa nafasi ya kufungua na ni kwa dakika chache, lakini kabla ya kufungua niwashukuru kwa uwepo wenu kwanza wanasemina katika wilaya ya Mbalali, na kwa upekee sana kwa heshima mbele za Mungu nishukuru ofisi yetu ya serikali, ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mbalali kiserikali kwa ajili ya kudumu pamoja nasi katika tukio hili la hitimisho la semina. Bwana Mungu abariki sana. Tunasikia furaha kubwa sana kuheshimiwa kwa uwepo wenu katikati yetu. Asanteni sana kwa kuungana nasi katika hitimisho hili. Ndugu zangu, naomba mnisaidie kuwashukuru hawa watumishi wa Mungu kutoka serikalini kwa makofi mazito mara 3. Asante sana. Nitasoma maneno ya Mungu kwa Moravian. Tunakuja kusoma neno kutoka kiongozi kalenda, na tumepewa maneno mawili. La kwanza ni Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6, na la pili waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 17. Neno kutoka Mwanzo 3:6 linasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mmewe naye akala. Neno la pili nasema, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Eneo la kwanza linaeleza habari ya tukio katika bustani ya Eden, ambapo mwanadamu aliingia kwenye anguko, akaachana na maagizo ya Mungu, lakini bado tunaona huruma ya Mungu haikumwacha mwanadamu. Pamoja na anguko, bado Mungu alimpatia mwanadamu kumwekea mfumo mpya wa kutafuta uso wake. Aliendelea kumtunza, aliendelea kumhudumia, aliendelea kumpatia mahitaji yake ya kila siku na kumchunga katika mfumo yote kama baba. Na hii ni sifa ya Mungu aliyetuumba. Anatupenda sote. Tunapoanguka katika dhambi, bado anatuangalia kwa rehema zake, anatuhurumia, anatuinua, anatuonesha njia. Na zaidi ya yote anatupatia maarifa namna gani ya kuishi katika mazingira tuliopewa. Na hapa tumekusanyika pia kwa msaada wa Mungu kupata hayo maarifa ambayo Mungu amekusudia katika maisha yetu. Kama alivyompenda Adam na Eva akaweka katika bustani ya Eden, akapatia maelekezo. Kuna mahali waliteleza wakaanguka, lakini hakuwaacha, aliendelea kutoa maarifa kwao jinsi ya kuishi, jinsi ya kupambana na changamoto za maisha aliyopatia. Na sisi tumekutana hapa, tuna mapungufu mengi, lakini tumekutana kupeana maarifa,
namna gani ya kukutana na kukabiliana na changamoto tukashinda katika yote. Mungu yupo nyakati zote, anatuhitaji tutimize mapenzi yake. Kutimiza mapenzi yake ni pamoja na kuwajibika katika maeneo tulionayo na kutumia elimu tuliyopewa inayotoka kwake kwa matokeo mazuri yenye kutunufaisha sisi wenyewe, lakini pia kunufaisha jamii. Elimu itakayotusaidia kupata heshima tunayostahili kuheshimiwa na pia kuondoka katika manyanyaso. Elimu inatukomboa. Mungu ametupatia hiyo. Kwa siku tulizokaa hapa, siku 5, tumepokea hiyo elimu, tumepokea maarifa ya kutusaidia na kutukomboa katika mazingira magumu tunayopitia. Tutatengeneza vitu, tutauza, tutapata fedha, tutahudumia watu, tutajihudumia na sisi wenyewe, na mwisho tunalijenga taifa letu. Mungu atusaidie sana katika hitimisho hili jema. Maarifa tuliyopata yawe msaada wa kutuongoza kuyakabili mazingira yoyote yale ambayo yako mbele yetu. Hali yako ya kuwa na kilema si tatizo. Tatizo ni kutotumia elimu inavyotakiwa uliyoipata. Unaweza kufanya makubwa kama mtu mwingine yeyote unayemuona hapa duniani, kwa sababu umepewa maarifa, na maarifa ni kila kitu kwa kiumbe chochote kile. Kwa hiyo jisikie fahari, usijione mnyonge tena. Katika kipindi hiki wewe unakuwa tofauti. Kama Mungu alivyotuona kwamba sisi ni watu wa pekee, akatuumba kwa mfano wa pekee na kutupatia maarifa. Hata leo hii wewe kupitia maarifa na elimu uliyoipata, wewe ni wa pekee sana. Bwana Mungu akukuze na kuwezesha. Na asanteni sana kwa wote walimu, lakini Koriso na Mission 21 kuendelea kutufadhili na kutoa huduma yenye matokeo chanya katika jamii yetu. Tunawashukuru sana. Lakini pia FAWITA, asante sana kwa kujitoa kuleta maendeleo chanya katika jimbo letu na katika mkoa wetu wa Mbeya. Mmezunguka maeneo mengi katika mkoa wetu wa Mbeya, katika wilaya zetu, na leo tuko hapa Mbarali kwa ajili ya matokeo haya chanya kwa makundi haya maalum. Tunawashukuru sana. Lakini pia nirudie kushukuru serikali kwa kujali na kuona haya. Hawa ni wananchi ambao mnahudumia, na kanisa linaungana nanyi pamoja kuweza kupunguza wimbi la watu wenye shida wanaokosa maarifa ambayo anaweza kusaidia kutatua changamoto zao. Basi niwaalike nyote tuungane pamoja katika hitimisho hili na gari yanaendelea mbele yetu. Niombe tusimame.